Ndugu waandishi wa habari, tumewaiteni siku ya leo kwa muhtasari. Mambo ambayo nimewaitia ili tuje tuzungumze nanyi ni mambo makubwa matatu au manne kama ifuatavyo. Jambo la kwanza ni kuwapeni taarifa kuhusu hali ya usalama katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na hasa katika nyakati hizi za kuelekea katika uchaguzi mkuu. Nayo furaha kuwaambia kwamba mpaka muda huu mkoa wa Dar es Salaam upo salama sana. Mimi pamoja na wenzangu, kwa maana wakuu wa wilaya, jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola, tumeendelea kwa dhati kabisa kuhakikisha kwamba wananchi wote wanaendelea kulindwa, lakini wanakuwa na furaha katika kutekeleza shughuli zao za kila siku ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nayo furaha pia kuambia kwamba nyakati hizi za kuendelea na kampeni za uchaguzi zinazofanywa na vyama vya siasa vilivyojitokeza kwa ajili ya kushiriki uchaguzi mkuu, wagombea wao wa ngazi ya urais, ubunge pamoja na udiwani wameendelea kunadi sera zao vizuri katika mkoa wetu bila kuingiliwa na viashiria vya aina yoyote vya uvunjifu wa amani. Nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola pamoja na vyama vyote vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi kwa kuwa ni mabalozi wazuri na kuwa ni kielelezo imara cha masuala ya amani katika taifa letu. Siku ya leo ya tarehe 20 tunayo pia ratiba ya mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia atakuwa Dar es Salaam kuanzia tarehe 21, tarehe 22 na tarehe 23 kwa kufanya mikutano mitatu. Mkutano utakaofanyikia katika viwanja vya Leaders, mkutano utakaofanyikia kule katika uwanja wa kule Kinyerezi, na mkutano mwingine utakaofanyikia viwanja vya TANESCO kule Temeke. Niwahakikishie wana CCM wote na Watanzania kwamba mgombea huyu atanadi sera zake katika mkoa wetu na kuondoka salama bila kuingiliwa na kitu chochote, kama ambavyo tumefanya hivyo kwa wagombea wengine wa vyama vingine. Kwa hiyo ni waase pia Watanzania kwamba tuendelee kuwa wasikivu na ushirikiano wa kutosha kwa vyama vyote vya siasa bila kujali ukubwa ama udogo wa chama, huku sote tukiwa na imani kuwa tunaijenga nchi moja, maslahi mapana na maendeleo ya Watanzania. Sanjari au sambamba na hilo, tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025 taifa la Tanzania linakusudia kuwa na uchaguzi mkuu. Nitoe rai pia kwa Watanzania wote kujitokeza kwa wingi kwenda kushiriki haki hiyo ya msingi ya kidemokrasia, na ili hali mkijua kuwa demokrasia ni moja ya kiashiria cha utawala bora. Tujitokeze kwa wingi kwenda kuchagua viongozi tunaowahitaji. Tujitokeze kwa wingi kwenda kushiriki mchakato huo wa kidemokrasia ambao ni takwa la kisheria lililoorodheshwa ama kuandikwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na marekebisho yake. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeendelea kutoa miongozo yote ya namna kushiriki uchaguzi huu. Aidha, nitumie pia nafasi hii kuwaeleza pia Watanzania wote kuwa tupuuze yale masuala yote yaliyopo katika mitandao yanayoonesha kutisha watu, yanayoonesha kukejeli watu, yanayoonesha kukejeli au kudhihaki vyombo vya dola, na yanayoonesha kuligawa taifa la Tanzania, na yanayoonesha mambo mengine yote ambayo hayafai kwa Mtanzania. Kwa wenzangu wafanyabiashara wa biashara zozote zile katika maeneo mbalimbali ya Kariakoo na maeneo mengine ya Tanzania ama hapa Dar es Salaam, msiogope jambo lolote. Endeleeni kufungua maduka yenu kama ambavyo mnafanya. Endeleeni kufanya biashara saa 24 kama ambavyo mnafanya.
pamoja na watu wengine wote kuendelea na shughuli zao kama ambavyo wanafanya, kwa sababu viashiria vya aina yoyote vya uvunjifu wa amani vitaendelea kushughulikiwa vikali, vitaendelea kushughulikiwa kwa sheria na vitaendelea kushughulikiwa kwa nguvu kubwa sana na vyombo vya dola pamoja na Watanzania sote ambao tutashiriki katika mchakato huu wa kuchagua viongozi tunaowahitaji. Ndugu waandishi wa habari, jambo la pili nilitamani pia kueleza kuhusu progress ama maendeleo katika baadhi ya mambo ambayo Watanzania ama wana Dar es Salaam walikuwa wakiyalalamikia. Kwa lugha nyepesi, nieleze kwa ufupi kuhusu huduma za jamii katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Jambo la kwanza ni mwenendo wa mabasi yaendayo kwa kasi. Ndugu waandishi wa habari, siku chache za nyuma tulishuhudia baadhi ya Watanzania wenzetu wakiwa wanapaza sauti kuhusiana na uchache na uchakavu na pengine huduma mbovu inayotolewa na mabasi yaendayo au ndani ya mabasi yaendayo kwa kasi. Ninayo furaha pia kuwaeleza kuwa kupitia timu maalum ya usimamizi wa Mheshimiwa Kassim Majaliwa aliyefanya kazi yote kwa kumwakilisha Mheshimiwa Rais, njia ya Kimara ambayo ni BRT1 imeshapata mabasi kama ambavyo tulisema, mabasi ya kampuni la Moffat, mabasi zaidi ya 50 ambayo kwa sasa yanatoa huduma kwa kushirikiana mabasi ya UDART ambayo yalikuwa tangu awali yakitoa huduma hizo. Aidha, kwa barabara ya BRT2 inayoelekea Kilwa Road tayari yamekushaanza majaribio ya kupeleka mabasi na mpaka sasa ni mabasi zaidi ya 20 ambayo tayari yamekushaanza kutoa huduma kwenye barabara hiyo. Lakini mabasi ambayo yamekushafika kwa ajili ya barabara hiyo peke yake 151 na ambayo mabasi zaidi kidogo ya 50 tumeyaazima kwa barabara hii ya Morogoro Road, ambayo barabara hiyo ya Morogoro Road itakuwa na mabasi zaidi ya 177 kwa mujibu wa mkataba. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais yalikuwa ili kuleta ufanisi mkubwa wa mabasi hayo, ni vema kila ruti ya barabara ikapewa kampuni moja yenye ufanisi kwa ajili ya kuongeza kiasi ama kiwango cha ushindani kwa watoa huduma hao. Tunakumbuka kwamba BRT1 barabara kuelekea Kimara aliyekuwa anatoa huduma alikuwa ni UDART, na sasa atakaye kuja kutoa huduma hiyo anaitwa Transda, kampuni ya Transda ambayo itatoa huduma ya barabara ya Kimara Mbezi kwenda mpaka Gerezani, na barabara hii nyingine ya Kilwa Road atatoa kampuni ya Moffat. Wakati huo huo, barabara ya kuelekea airport na barabara zingine za kwenda Tegeta, makampuni mengineyo yatatoa huduma kama ambavyo DART chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI wataendelea kutoa miongozo. Kwa hiyo ninayo furaha kuambia kuwa mpaka sasa kiwango cha tatizo hilo kimeendelea kupungua, na ni rai yetu kuwa na ni maelekezo pia Mheshimiwa Rais kuwa jambo hilo liishe kabisa ili Watanzania waweze kuenjoy katika njia hizo. Rai yangu kwa vyombo vingine vyote vya usafiri, njia hizo mpaka sasa zinatumiwa sana na waendesha bodaboda ama waendesha pikipiki, bajaji na baadhi ya watu wanaojinasibu kuwa wao ama ni watu special ama vinginevyo. Nitumie vyombo hivi vya habari kutoa onyo kali kwamba barabara zote za mwendo kasi yaachiwe mabasi ya mwendo kasi yatoe huduma. Vijana wa pikipiki, vijana wa bajaji, daladala pamoja na magari mengineyo ya watu binafsi yapite kwenye njia zingine za kawaida ili waruhusu ile falsafa na tafsiri ya barabara zinazobeba mabasi yaendayo kwa kasi. Tumeona kwa njia ya Kilwa Road tayari kuna basi moja limekushapata itirafu kwa sababu ya mambo haya kuingiliana kwa usafiri huo. Natoa rai pia kwa jeshi la polisi na hasa jeshi linalohusika na masuala ya usalama barabarani kuwa wakali na kuchukua hatua kubwa kwa wale wote ambao wataendelea kukaidi agizo hili. Tuwe waangalifu. Lakini jambo la pili,
kwa wananchi ambao wanatumia magari haya. Tukiendelea kuingilia madirishani, wakati mwingi tutayaharibu mabasi haya kwa haraka na hayatakuwa tena na maana tena kuitwa mabasi yaendayo kwa kasi. Tuendelee kuwa na usikivu, tuendelee kuwa na utulivu, tufahamu kwa mabasi haya yapo na ataendelea kujaa katika njia zetu ili aendelee kutoa huduma kwa Watanzania. Jambo la tatu, Dar es Salaam kwa sasa Watanzania wamekuwa wakilalamikia sana huduma ya maji. Yapo baadhi ya maeneo kama Kimara, Kinondoni na hata maeneo mengineyo ya Temeke na hapa katikati ya jiji. Ni kweli ya kwamba production ya maji katika mkoa wetu, mashine zote zikiwa safi, kwa maana kutoka Ruvu Juu mpaka Ruvu Chini, ni zaidi ya lita milioni 596. Na matumizi yetu sisi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam huwa si chini ya lita milioni 543. Mpaka sasa kulikuwa na changamoto ama kumetokea na changamoto ndogo. Changamoto hiyo ilikuwa moja, ni uchakavu wa pampu zinazopampu maji kutoka Ruvu Chini na pampu baadhi za Ruvu Juu. Mpaka sasa nayo furaha ya kuwaambia kuwa Wizara ya Maji kwa maelekezo maalum ya Mheshimiwa Rais na kwa usimamizi wa DAWASA zimekwisha agizwa mashine 8 kwa maana pampu 8 ambazo ndani ya mwezi mmoja ujao tunaamini kwamba pampu hizo zitakuwa zimekwisha fungwa kwa ufanisi ili Watanzania wote waweze kupata huduma ya maji kikamilifu. Niendelee kutoa rai kwa yale maeneo yote ambayo mgao unafanyika kwamba si kwa nia mbaya, bali taifa na kwa maelekezo maalum ya Mheshimiwa Rais, huduma hizo za maji zitaendelea kutengamana na kuwa imara mara baada ya mashine hizi zote kuwa zimekushafungwa ili kuongeza uwezo wa kusukuma maji kuelekea kwa wananchi. Yapo baadhi ya maeneo kama Kinyerezi, nayo yalikuwa kilalamika sana kuhusiana na maji. Mheshimiwa Rais aliamua kujenga tanki kubwa la zaidi ya lita milioni 10 ambalo linajengwa kwa si chini ya bilioni 34, ikiwa ni pamoja na kufunga baadhi ya pump katika kituo kikubwa cha pale Kibamba. Tanki lile linakusudiwa kulisha maji kwa wananchi wa Pugu Station, baadhi ya maeneo ya Ukonga, baadhi ya maeneo ya Kinyerezi Segerea na baadhi ya maeneo ya Kibamba. Hivi ninavyozungumza, ndugu waandishi wa habari, matanki hayo yamekwisha kamilika. Kilichopo sasa ni kuanza kubadilisha mfumo wa mabomba yanayotumika kusambazia maji kwenda kwa Watanzania. Na ninaamini kwamba mara baada ya muda mfupi, mara baada ya kukamilisha zoezi hilo ambalo kwa sasa linaendelea, wananchi wote watapata maji kwa ufanisi katika maeneo yote ambayo nimekushataja. Niombe wana Dar es Salaam kwamba tuendelee kuwa na usikivu, tuendelee kuwa na ustahimilivu. Na mtakumbuka kwamba, ndugu waandishi wa habari, niliwaahidi kwamba tutafanya ziara katika bwawa la Kidunda linalojengwa kule Ngerengere Morogoro, ili mwende mkaangalie bwawa hilo ukubwa wake, linalojengwa kwa zaidi ya bilioni 300, ambalo kazi yake kubwa ni kusupply maji zaidi ya 70% katika mkoa wa Dar es Salaam na 10% kidogo katika mkoa wa Pwani.